kuchangia bajeti muhimu, bajeti ya wananchi, bajeti ya wakulima wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kulingana na takwimu zilizopo ni kwamba kilimo kinaajiri wa Tanzania wengi kuliko biashara au shughuli yoyote. Zaidi ya 75% ya Watanzania wanafanya kilimo. Hata mtu akiwa mtumishi na yeye anafanya kilimo, kwa sababu kilimo ni sehemu ya majukumu ya kawaida. Kwa hiyo manake kilimo tukikiboresha, basi tutakuwa tumegusa watu wengi zaidi. Na ndio maana basi leo serikali imeangalia katika umuhimu wake, imeweza kupandisha bajeti kutoka bilioni 294 mpaka trilioni 1 na bilioni 242 kama ambavyo tumesomewa na Mheshimiwa Waziri. Nichukue nafasi hii kama ambavyo wamesema wengine kwamba azimio la Maputo lilizielekeza nchi zilizoko kwenye ukanda huu kuhakikisha kwamba 10% ya bajeti yake inakuwa ni bajeti ya kilimo, kwa sababu kilimo ndio kinazalisha malighafi za viwanda, kilimo ndio kinachozalisha chakula, kwa maana usalama wa chakula, lakini kilimo ndio kinachosababisha hata viwanda vifanye kazi. Kwa hiyo maana yake kilimo kikizingatiwa kitaweza kuchochea shughuli za uchumi kwenye sekta zingine. Kwa hiyo baada ya maneno haya ya mwanzo, nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake ambayo ameionyesha wazi kwa utekelezaji mbalimbali wa bajeti na mipango ya serikali kwenye sehemu ya kilimo. Amefanya kazi kubwa sana ambayo leo tunaona imepandisha kuleta hata ruzuku ya mbegu, ruzuku ya mbolea, umwagiliaji imeongeza hekta za umwagiliaji, lakini afya ya udongo ambao uko nyuma tulikuwa napigia kelele kama bunge, leo tumeanza kuona hata vifaa vya kuangalia afya ya udongo, lakini pia tumeongeza maafisa ugani, na maafisa ugani hao wamewezeshwa hata usafiri katika maeneo yetu. Kwenye eneo hili naomba tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake ya utekelezaji wa shughuli za kilimo. Lakini zaidi nimpongeze sana ndugu yangu Mohamed Hussein Bashe kwa namna ambavyo amesimamia sekta hii. Kwa kweli tunakuona una passion ya kilimo, unafanya kazi nzuri. Wakulima wa nchi hii wana imani na wewe, na kwa hakika kile unachosema ndio unachotembea nacho. Umekuja mwaka huu umetupa tathmini na tunaona mwenendo mzuri wa kilimo. Hongera sana Mheshimiwa Waziri na wenzako, kwa maana Naibu Waziri Silinde, Katibu Mkuu Mweli na wataalamu wote walioko kwenye eneo hili. Mnafanya kazi nzuri na Mungu aendelee kuwabariki sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maeneo haya mimi nipongeze kwa upande wa Ikungi. Ikungi nilisimama mwaka wa 2022-2023 nikasema kwamba miongoni mwa maeneo ambayo hatujafanya vizuri ni kuwekea hata ruzuku ya kilimo katika eneo la zao la alizeti. Tukasema kama tunaweza kupata pamba tukapata ruzuku, kama tunaweza tukapata korosho, kwa nini siwe alizeti ambayo ni zao muhimu? Ninafurahi kusema kwamba mwaka huu tunaoenda kumaliza tumeweza kupata ruzuku ya mbegu ya alizeti tani 57.8. Jambo hili ni kubwa ambalo sisi watu wa Ikungi tunashukuru sana. Lakini kama haitoshi, tumepata tani 710 ya mbolea ambayo imeenda kusaidia kuongeza uwezo wa uzalishaji wa mazao mbalimbali. Lakini tumeweza kupata hata mbegu ya mahindi ambayo kwa nyuma ilikuwa ipo, tumepata tani 571, na hii jumla yake ilikuwa gharama ya trilioni 2 bilioni 438,568. Lakini katika hii serikali imetuletea ruzuku ya trilioni 1 bilioni 717 ambayo ni sawa na 70%. Serikali imetuwekea fedha hii. Tuseme nini? Tunashukuru sana serikali kwa kutuwezesha kutuletea ruzuku hii ambayo leo imewawezesha wakulima zaidi ya 63,000 ambao wameweza kufanya kazi nzuri. Kwa hiyo naomba nihakikishe kwamba Mheshimiwa itatusaidia kuongeza sana uzalishaji. Kwenye eneo hili la alizeti, naomba niombe sana serikali iongeze uwezo wa mbegu ili uweze kusaidia wakulima kuzalisha zaidi. Lakini tatu, niweze kuchangia kwenye swala la mbolea. Tumekuwa na wawekezaji wamevutiwa sana. Mheshimiwa Rais amewavutia wawekezaji, wamewekeza kwenye sekta ya mbolea. Tunayo kiwanda ambacho kiko hapa Dodoma ambacho kimeweza kufanya kazi nzuri ya uzalishaji. Kiwanda hichi ambacho ni Itracom ambacho kinazalisha mbolea hizi za fomi
ambazo ni mbolea nzuri, ambayo ni mbolea tofauti na mbolea zingine. Inaweza kukuza mazao, lakini pia inaweza kuboresha afya ya udongo. Naomba sana wenzetu hawa waliowekeza waweze kulipwa fedha ya ruzuku ili waweze kutoa mbolea kwa wingi, na walipwe fedha ambazo wanadai serikali ili wawe na muscles ya kuendelea kusupply mbolea. Eneo hili tukiwezesha vizuri, tutasaidia kuongeza tija ya kilimo na tutaongeza mazao mengi, lakini na zaidi tutaenda kuwasaidia ajira wa Tanzania hawa. Hapa Dodoma kiwanda kipo kinazalisha ajira nyingi, tunaomba muajali na muwaonyeshe na muweze kuwavutia wawekezaji wengine waje wawekeze katika sekta ya mbalimbali ambazo Mheshimiwa Rais ameendelea kuwavutia. Lakini zaidi niombe sana eneo hili, maeneo mawili. La kwanza ni swala la umwagiliaji. Ninayo skimu yangu Mheshimiwa Bashe, unaijua pale Mang'onyi. Ninajua naibu waziri naye pia, lakini umenielekeza kwa wataalamu. Kazi nzuri inafanyika. Niombe sana fedha zile zitoke, mkandarasi apatikane ili ile skimu ya umwagiliaji ya Mang'onyi iweze kuanza kazi. Lakini niombe sana mabwawa yaweze kuchimbwa maeneo ya Ligwa pale Msule kwa maana ya Misugha, pamoja na hapa Choda, eneo ambalo lina ardhi nzuri sana, ili wakulima wawe na mazao mbadala kwa ajili ya kufanya hivyo. Lakini mwaka huu kumekuwa na tatizo la hali ya hewa. Tabia nchi imebadilika, mvua hazikuwa nzuri. Niombe sana mazao yatashuka. Niombe kazi iliyofanyika nzuri na nifurahi mwaka juzi. Ndugu yangu Komba yuko pale. Naomba na mwaka huu mtuangalie katika hifadhi yenu, muweze kutuletea chakula, kupunguza makali wakati tunaenda kujiandaa kwa ajili ya uvunaji upya. Baada ya maneno haya, ninaunga mkono hoja 100% ili tukafanye kazi ya wakulima wa nchi hii ambayo Rais amewajali sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Miraji Mtaturu. Nimtaja Mheshimiwa Engineer